nitamuita. Sasa pale kuna mawili. Aiza amesikia karudi nyuma, tampa begi yake ataenda. Hakusikia akaondoka na gari. Nitabidi lile begi kwanza nikae nalo. Huenda hata huko kwenda atakumbuka kitu kama nyuma ameacha kitu. Nadhani so kama leo au kesho atakuja. Kumkimbilia nitamkimbilia, lakini siwezi kumwacha moja kwa moja aende bila kumwambia kwamba umesahau begi. Mambo vipi dada? Poa. Mimi naitwa Pablo, sijui unaitwa nani? Naitwa Husna Adam. Sawa Husna, nataka nikuulize swali moja. Niuliza tu. Swali langu linakuja kwamba wewe unafanya kazi gani kwanza cha kwanza? Mimi hapa na shughulika na masuala kutoa pesa, laini, yani hivyo tu yani. Pesa, laini. Sasa kwa mfano kaja mteja hapa. Kutoka ndani ya airport. Ndio. Amekuja hapa anataka kuweka pesa. Ana begi limejaa hela. Ndio. Kwa haraka kama milioni 20, milioni 30. Ndio. Sawa. Ndio. Amekuja katika kukaa hapa, ametoa hela kidogo, ametuma hela kidogo, begi kalisahau hapa, yeye akapanda gari akaondoka haraka. Ndio. Wewe utamuita ama utafanyaje? Ndio anaingia kwenye gari anaondoka. Ndio anaingia kwenye gari yani. Anaondoka lile begi unamuona yule pale anaingia kwenye gari. Begi limejaa hela lile. Nitamkimbilia hapo umekaa hata hujaingiza. Nitamkimbilia. Ndio hata kama sijaingiza kitu lakini ile sio riziki yangu. Nitamkimbilia, nitamuita. Sasa pale kuna mawili. Aiza amesikia karudi nyuma, tampa begi yake ataenda. Hakusikia akaondoka na gari. Nitabidi lile begi kwanza nikae nalo. Huenda hata huko kwenda atakumbuka kitu kama nyuma ameacha kitu. Nadhani so kama leo au kesho atakuja. Nitampatia. Kwa sababu hapa sio hilo swali lako linakuja kwenye ukweli, kwa sababu mimi hapa watu wanasahau vitu vingi, simu wanasahau, pochi. Sawa, mimi nataka nikuulize. Kwani riziki ya mtu ipoje? Wewe unajua sengine sasa yeye ndio riziki, Mungu kakuletea riziki kwa staili ile. Hata kama uwezo kufanya kazi ya kulipo hela ile, ndio Mungu sasa amekuja riziki kama ile, mtu kaja kukuletea begi la hela hapo kaliacha. Pale kwanza siwezi kwa wewe mpaka yeye kaliacha hapo yeye kwamba sio riziki yake, riziki ya kwako wewe. Kwa riziki yako unaweza kumkimbilia mtu? Hapana, mimi siwezi. Kwa riziki yako unampelekea mtu? Tampelekea kwa sababu sio yangu. Mimi nahisi sio yangu. Cha kwangu ni kama hivi nafanya kazi, imefika mwisho wa mwezi nimepewa, hiyo ndio kitu changu. Kwa hiyo sasa ndio wewe sasa umepoteza hela, umerudi nyumbani unalia, mmeo anakuambia sio riziki yako ile. Ilikuwa sio riziki yako. Yeye sasa anaenda nyumbani kule, mkeo anamwambia nimepoteza milioni 20. Mkeo anamwambia sio riziki yako. Kwa mwenye riziki nani? Wewe kama wewe unasema sio riziki yako, na yeye kule karudi nyumbani kaambia sio riziki yake. Kwa hiyo mwenye riziki ile ni nani? Sasa ndo kama tunarudi pale pale. Kama ameiacha hapa 1 month, 2 months, hizo sasa ni za kwangu. Kwa kweli. Kwa riziki ni ya kwako. Riziki inakuja kwangu. Kwa hiyo haina haja hata kumkimbilia. Kumkimbilia nitamkimbilia, lakini siwezi kumwacha moja kwa moja aende bila kumwambia kwamba umesahau begi. Sawa, lakini mimi ninavyojua mimi, Mwenyezi Mungu anakuambia riziki zinakuja kwa design tofauti tofauti. Hiyo itakuja ushangaa wewe una uwezo wa milioni 20 ndio mtu kakuletea kwa staili kama ile. Hauna budi kumuita, unabidi upambane na riziki yako. Hapana. Kazi yetu tumefundisha uaminifu, nyenyekevu, kwa hiyo siwezi kufanya hivyo. Sawa, asante dada. Asante. Sawa. Mimi ni Anet Mosh, natazama Mtama TV.